Ni Februari 10, 2026. Jina la Mungu wetu aliye hai, Bwana na Mwokozi Yesu Kristo na litukuzwe. Baba Mungu, tunakushukuru kwa siku nyingine mpya. Katika siku hii tumepokea baraka, tumepokea ushindi kulingana na neno lako, kwamba u pamoja nasi hata ukamilifu wa dahari. Hivyo Bwana, kwa kuwa umetuambia mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno linalotoka katika kinywa chako, Mungu wetu aliye hai. Asante kwa wakati huu tunapokwenda kusikia na kujifunza na kutafakari neno pamoja kupitia Rhapsodi ya Uhakika. Asante kwa kila anayesikiliza na muombea, ili kwamba uongozi wa Roho Mtakatifu ukapate kujidhihirisha katika kusikiliza kwao, na waweze kupata kile ambacho umekusudia kilicho kikuu. Roho zao zipate kuokolewa, roho zao zipate kukua katika maarifa ya Mungu na kuendelea kujidhihirisha katika utukufu wako, Bwana. Asante Mungu wangu, asante Bwana Yesu. Katika jina lako takatifu nimeomba na kupokea, amina. Karibu msikilizaji, naitwa Zawadi Machibia na kuletea tafakari ya neno la Mungu ambayo imeandaliwa na mchungaji Chris. Iko kwenye Rhapsodi ya Uhakika ama Rhapsody of Realities. Tafakari ya neno la Mungu inayosomwa na wengi baada ya Biblia. Leo hii basi ujumbe wa mtu wa Mungu mchungaji Chris unasema hakuna mbadala wa kuzaliwa upya. Hakuna mbadala wa kuzaliwa upya. Neno la msingi liko katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 na ule mstari wa 3. Mstari huu unasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Na urejea tena mstari wetu huu wa msingi kutoka Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3. Neno hapa linasema, Yesu akajibu akamwambia, amin amin na kuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Naam, katika ufafanuzi mtu wa Mungu mchungaji Chris hapa anasema, kuna watu wanaodhani kwamba ikiwa matendo yao mema yatazidi matendo yao mabaya, basi Mungu atawakubali. Lakini hili halihusiani na matendo mazuri au matendo mabaya. Linahusiana na asili yako. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 15, Biblia inatuambia, kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Mchungaji Kristo anaendelea kusema, kuwa kiumbe kipya ukiwa na uzima na asili ya Mungu ndiko kunakoamua nafasi yako kwa Mungu. Ndiko kunakoamua nafasi yako kwake. Ni kwa sababu hiyo hiyo Bwana Yesu alisema lazima uzaliwe mara ya pili. Hilo halikuwa wazo la kidhehebu au fundisho la kanisa. Ni njia yako pekee ya kuufikia uzima wa milele. Alisema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, mtu huyo hawezi kufikia, hawezi kujua au kuelewa ufalme. Ufalme wa Mungu tayari upo ndani ya Yesu Kristo, lakini huwezi kuwa sehemu yake hadi uzaliwe mara ya pili. Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 6, Biblia inaendelea kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kuzaliwa upya huku ni kule kuzaliwa upya kwa roho ya mwanadamu, kwa Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Si uzoefu wa kidini, ni pandikizo la uzima na asili ya Mungu ndani ya roho yako. Ndio maana Bwana Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 7 kwamba, usistaajabu kwa kuwa nilikuambia hamna budi kuzaliwa mara ya pili. Hakuna mbadala. Si suala la kujiamulia au mtu anavyopenda binafsi. Ikiwa utakuwa sehemu ya ufalme wa Mungu au ikiwa unataka kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu, lazima uzaliwe mara ya pili ili kupata uzima wa Mungu na kuja katika muunganiko pamoja naye.
Haiwezi kutokea kwa njia nyingine yoyote. Labda unasoma ujumbe huu na hujawahi kuzaliwa mara ya pili, na kama una nakala ya kitabu cha Rhapsody ya Uhakika, fungua ukurasa wa sala ya wokovu mwishoni mwa kitabu, ukurasa wa 76. Kiri maneno hayo kwa kuyamaanisha kwa moyo wako wote. Mara moja utakuwa mtoto wa Mungu na uzima wa milele utapandikizwa katika roho yako. Haleluya. Na katika hii sauti ya Rhapsody, mwishoni mwa tafakari hii nitakukaribisha uweze kumpa Bwana Yesu maisha yako kwa sala ambayo nitakuongoza. Inaitwa sala ya wokovu. Utafanyika mwana wa Mungu, utaingia katika ufalme wa Mungu na kuwa na asili ya Mungu, kwa sababu unakuwa umezaliwa kwa neno la Mungu. Haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa zawadi ya wokovu kupitia Yesu Kristo. Ninakiri kwamba nimezaliwa mara ya pili, kiumbe kipya ndani ya Yesu Kristo. Ninatembea katika uhalisi wa uzima wa kiungu na kutenda kazi katika ufalme wako wa nuru, haki na utukufu. Asante kwa kunifanya kuwa mmoja nawe, katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo zaidi katika somo la leo au ujumbe wa leo ni kutoka kitabu cha Tito sura ya 3 mstari wa 5. Neno hapa linatuambia si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi, bali kwa rehema yake, kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa kwa mara ya pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu. Wagalatia 6 mstari wa 15, neno linatuambia kwa sababu kutahiriwa si kitu wala kutokutahiriwa, bali kiumbe kipya. Na katika Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17, neno linasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Na waraka wa kwanza wa Petro sura ya 1 mstari wa 23, Biblia inasema kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Haleluya. Basi hii ndio tafakari yetu leo, kama ambavyo mchungaji Chris ametushirikisha. Na katika kutafakari pamoja zaidi, tumesikia ujumbe hapa unasema hakuna mbadala wa kuzaliwa upya. Kwa lugha nyingine, hakuna namna nyingine ya wewe kuingia ufalme wa Mungu isipokuwa lazima uzaliwe upya. Na tumeambiwa kuzaliwa upya maana yake nini? Kwamba mtu asipozaliwa mara ya pili, kimsingi hawezi kuurithi ufalme wa Mungu. Sasa kwa sababu haijalishi kwamba mtu katahiriwa ama hajatahiriwa. Haya ni maneno ya Paulo katika kitabu cha Wagalatia mstari wa 15. Alikuwa anawaambia hasa Wayahudi wanaoshika Torati, watu ambao wanaishi kwa matendo. Hakuna mtu anaweza kutenda lolote lililo jema linaloweza Waingereza wanasema appeal. Yani kama unaweza kukata rufaa, yani kama unaweza kumridhisha Mungu kwa kuwa ulitenda matendo mema. Hapa tunaambiwa ni suala la asili yako ni nini? Asili yako ni wapi? Asili ya mtu aliyezaliwa mara ya pili ni ya Mungu mwenyewe. Kwa sababu Mungu anakuwa amempandisha kiwango, amempa uzima wake mwenyewe na amempa asili yake mwenyewe, huyo mtu ambaye amezaliwa mara ya pili. Sasa hakuna njia nyingine. Biblia katika Matendo ya Mitume tunaambiwa kwamba hakuna jina lingine walilopewa wanadamu wanalopaswa kuokolewa kwalo isipokuwa jina la Yesu. Kuzaliwa mara ya pili kwa tafsiri nyingine na rahisi kabisa ambayo pengine umeisikia huko mtaani ni kuokoka. Watu sema huwezi kuokoka, unajua dhambi ziko. Sikiliza, Yesu alikuja
Alipokuja Yesu tunaamini na ndivyo ilivyokuwa miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo kazi yake haikuwa ya bure. Alichokuja kukifanya ni kuleta uzima wa milele katika mioyo ya wanadamu. Ndio maana hapa tunaambiwa kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yanapita, yote yamekuwa yanapita, alafu yamekuwa mapya. Maanake nini? Huyu ni mtu mpya, hajakarabatiwa, hayuko refurbished Kiingereza. You are not refurbished. Yani unajua kuna zile simu na simu imevunjika, kioo sijui imefanyaje, unapeleka kwa fundi anaitengeneza, alafu inafunikwa hivi, inaonekana kama mpya. Hiyo simu sio mpya, ila imefanyiwa ukarabati. Sasa roho ya mwanadamu haitakiwi kufanyiwa ukarabati. Utasema kwamba matendo yangu yalikuwa mazuri na hivi na vile. Hapana, si habari ya matendo mazuri au matendo mabaya. Ni habari ya asili yako ni ipi. Kwa hiyo nakukaribisha kwa Bwana Yesu. Nakukaribisha kama ambavyo tafakari ya leo inatuambia, ili kwamba unapoingia ndani ya uzima huu unafanyika mwana wa Mungu, unakuwa mshirika pamoja na Mungu, unakuwa katika ufalme wa Mungu, unakuwa raia wa ufalme wa Mungu. Hizi ndizo habari njema. Kuzaliwa huku kupya ni kule kuzaliwa kwa roho ya mwanadamu, kwa Roho Mtakatifu kupitia neno la Mungu. Haleluya. Basi nakukaribisha, kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, useme sala hii baada yangu. Sema: O Bwana Mungu, nakuja kwako katika jina la Yesu. Ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na kwa kinywa changu leo hii ninakiri sasa hivi kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Ninapokea kwa imani sasa hivi katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya. Nataka nikuhakikishie kwamba kama umesema sala hii kwa dhati ya moyo, hongera na karibu katika ufalme wa Mungu, na kwamba Mungu wetu aliye hai amekusikia. Basi kwa ajili ya kujifunza zaidi na kuombea baraka za Roho Mtakatifu uweze kujifunza zaidi neno la Mungu, lakini pia unaweza kutuandikia, tujulishe. Tuandikie alama ya kujumlisha 255766444996. Mungu Baba aliyezifanya mbingu na nchi akubariki.